Yeriko ikaanguka kwa jina la Yesu. Piga makofi na vigelegele. Mpatie mwenzako high five, high five, high five, high five, high five, high five. Ay 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 ay. Shangilie Bwana Yesu tena. Nafikiri kwa nini tunamshangilia Bwana Yesu? Huyu hana mpinzani. Shetani sio mpinzani wa Yesu. Yesu ana nguvu, ana mamlaka. Tunatembea kifua mbele kwa sababu ameshinda kifo na mauti. Tunashangilia alipatikana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunashangilia kwa sababu Mariamu alipomwamini Mungu akamzaa mtoto wa kiume. Waweza kuketi? Jumapili iliyopita, kwanza niwakaribisha watu wote ambao mmekuja kwenye ibada yetu pamoja na wenyeji wetu. Niwakaribisha sana kwenye ibada nzuri ya neno la Mungu. Niwashukuru viongozi wa sifa na wana team, praise team na wapiga vyombo, wameifanya ibada yetu kuwa nzuri kabisa. Tahubiri kwa dakika fupi, dakika chache sana. Baadaye tutaombea wenye shida mbalimbali na ninaamini Mungu atakutendea. Huu ni mwaka wa 2026. Waliokuwepo mwaka mpya, kwenye ibada ya mwaka mpya tulipokea mengi. Tuliona jinsi ambavyo Mungu huwa hutenda. Lakini mwaka mpya ni wakati ambapo Mungu ameweka majira haya. Akaweka mipaka ya majira fulani yaishie wakati fulani, mengine yaanze. Lakini tuliona kwamba tulivyosoma, tukaona jinsi ambavyo Mungu ameithamini tarehe moja ya mwaka mpya, ya mwezi wa mwaka mpya. Biblia inasema ni wakati wafalme watokapo kwenda vitani. Si unakumbuka? Kwa hiyo sisi tuko vitani, tumetoka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Januari ni ya kutoka kwenda vitani. Na wanafanya nini hawa wafalme? Wanaongeza himaya zao, wanawapiga maadui zao, wanaongeza kila kitu kwa ajili ya mwaka unaokuja. Ni sawa tu na watu kawaida. Mtoto anapozaliwa mara kwanza mlikuwa wawili. Lakini baada ya mtoto kuzaliwa unaongeza kipande cha shamba kwamba kuna mtu mwingine ratio imeongezeka, si ndio? Ratio imeongezeka. Kwa hiyo unaongeza kipande cha shamba. Kwa hiyo kila mwaka ni mwaka wa vita. Na kwa sababu ni mwaka wa vita, tukaona jinsi ambavyo Goliati alishughulikiwa na Daudi. Shughulikiwa kikweli kweli. Bwana asifiwe. Na tukaona mambo 7 jinsi alivyofanya ile kazi ya kumshughulikia. Lakini tukaona katika yale mambo 7, tukaona hata na sisi haya mambo yanatuhusu. Sasa leo tangaza ufalme wa mfalme uliyempokea. Yesu amezaliwa, imefuata mwaka mpya. Yeye amekuja kuanzisha ufalme. Na kazi ya mfalme ni kuongeza mipaka. Na kwa sababu kazi ya mfalme ni kuongeza mipaka, mfalme ana jeshi. Na jeshi lake ni sisi tuliookoka, tunaojua nguvu za Mungu. Katika Zaburi ya 107 mstari wa 14 na wa 16. Zaburi ya 107 mstari wa 14 na wa 16. Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akayavunja mafungo yao. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. 16. Maana ameivunja milango ya shaba, ameyakata mapingo ya chuma. Amen. Amen. Asante sana. Niombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu ya nguvu zako. Asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu umetuingiza mwaka 2026, mwaka wa baraka sana kwetu. Yametabiriwa mambo mengi juu ya mwaka huu. Tena mengi ya mambo yaliyotabiriwa ni mabaya. Na sisi tunakataa kwa jina la Yesu. Tunaufanya mwaka huu kuwa mwaka bora na mzuri kwa ajili ya watakatifu wako. Naomba simama Baba ukatende, simama pamoja nasi. Tuko tayari kutangaza fadhili zako. Tuko tayari kutangaza shuhuda za matendo yako makuu. Tuko tayari kusimama na wewe vitani.
Tuko tayari Baba kupambana na maadui wako. Baba, ututumie kama vyombo vyako, tunakutegemea na kutumaini. Katika jina la Yesu, sema na mioyo yetu. Nitumie kama chombo chako, niyaseme yale yanayotoka kwako. Bwana, niyaseme yale ambayo wewe ungeyasema. Nami niko tayari, unitumie kama upendavyo. Katika jina la Yesu. Amen. Katika mwaka wa 2026, kwa kuwa tumekubali kuwa watumishi wa Bwana na tumepokea mwaka ule kwa maagano. Tarehe 1 tulifanya maagano na Bwana Yesu mahali hapa, na kulikuwa na nabii nyingi zimetoka kwamba Mungu anataka kufanya nini, anataka kututumiaje. Lakini pia matamko mengi yametoka ya kile ambacho Yesu anataka kufanya. Sasa tuna jukumu la kuhubiri na kutangaza nguvu za huyu mfalme. Mfalme wetu ana nguvu. Mfalme wetu ana mamlaka. Ndio sababu tuliposoma katika Zaburi hii ya 107, katika Zaburi ya 107 tuliposoma, anaelezea kazi ambayo Yesu amezaliwa ili kuifanya. Na kazi ambayo amekuja kuifanya Yesu ni kazi kubwa ambayo hakuna mwingine angeweza kuifanya. Hebu waza, watu huwa duniani sana sana wanaogopa nini? Nini ambacho ndio kuomesha binadamu kwamba anaiogopa kuliko kitu kingine chochote? Je, ni simba? Je, ni nini hasa anachoogopa binadamu? Na Biblia inataja hichi ambacho mwanadamu huwa anakiogopa. Katika Zaburi tuliyoisoma, Zaburi ya 107 tukaisoma. Mambo haya ni ya muhimu sana uyaelewe vizuri. Neno la Mungu linasema aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akayavunja mafungo yao. Hii ndio kazi ambayo Yesu amezaliwa. Lakini pia ndio ile kazi ambayo Mungu ametupa. Tunapoingia mwanzo wa mwaka, Mungu anataka wale walio katika giza la uvuli wa mauti tuwafikie. Kuna watu ambao wako kwenye giza, tena giza lenyewe la uvuli wa mauti. Hana uhakika na kesho yake, hana uhakika na kesho kutwa yake, kwa sababu yuko chini ya uvuli wa mauti. Na anahisi kabisa, wengine sauti inaongea kabisa ndani ya mioyo yao, inamwambia kwani wewe hata mwaka huu utamaliza? Wengine sauti inaongea kwenye mioyo yao, inamwambia wewe katika kutoka kwako utagongwa na gari. Wengine sauti inaongea ndani yao, wewe si muda mrefu utakuwa msukule wa mtu fulani. Kuna sauti inaongea ndani ya mioyo ya watu, na hawana uhakika kama wataendelea kuishi. Lakini kiukweli ni jambo ambalo shetani hupandikiza. Yesu alizaliwa na ametupa mwaka wa 2026 ili kuvunja kila kazi za adui katika maisha ya watu, ili kuharibu kila mamlaka za mashetani katika maisha ya watu. Wengine wametamkiwa maneno na maneno yenyewe wanayakumbuka. Mwingine anaambia wewe hutazaa maisha yako yote. Mwingine anaambia hutaolewa. Mwingine anaambia wewe hutaishi. Na maneno haya yanazunguka katika maisha ya watu, yanazunguka kwenye masikio yao. Kila anapolala anahisi kama vile kile kitatokea. Lakini mimi niwatangazie, yuko mfalme aliyezaliwa, anaitwa Yesu Kristo. Yeye anafuta maneno yote negative katika maisha yako, yale ambayo yametamkwa juu ya maisha yako, na wewe unahisi ndivyo itakavyokuwa. Na mimi natangaza haitakuwa hivyo, kwa sababu yuko jemedari wa vita, anaitwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Huyu ambaye amekuja kuwatoa watu wanaotembea katika uvuli wa mauti. Na hiyo ndio kitu ambacho watu siku zote wanaogopa. Watu hawaogopi mambo mengi, wanaogopa mauti. Wewe fika kwenye nyumba ya msiba. Kifika kwenye nyumba ya msiba, watu wote wako kimya pale, hakuna porojo porojo, wanaangalia kwa makini, wanawaza kwamba hivi siku ya kwangu ikifika itakuwaje. Eneo lile linakamatwa na roho ya mauti. Watu wana hofu, wanaogopa.
lakini wanaogopa kwa sababu hawajui, kwa sababu mauti imetoka na imewameza watu wengi waliotangulia, ambao wengine tumezaliwa nao hawapo, wengine tumesoma nao hawapo, wengine mlimaliza vyuo nao hawapo. Wazazi wetu wametangulia. Watu wanawaza hili shimo lisilojaaga, watu huwa wanapelekwa huko, na mimi nitapelekwa kule kwa ajili ya lile tamko. Na mimi nakutangazia kwa jina la Yesu Kristo, wala usiogope. Yuko Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Nitawakomboa na nguvu za mauti na nguvu za kaburi. Nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, yu wapi mapigo yako? Ewe kaburi, ku wapi kuharibu kwako? Kujuta kutafichwa na macho yangu. Asante sana. Angalia, Yesu anaiapisha mauti kwa ajili yako. Alizaliwa ili avunje nguvu za mauti. Anasema nitawaokoa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na nguvu za mauti. Alafu anaiapisha, anaiambia mauti, ku wapi nguvu zako? Ku wapi kutisha kwako? Kwa sababu yeye yupo, amezaliwa. Sasa kama ni hivyo, kuna mambo muhimu ya kuangalia kama Yesu yuko hivyo. Kitu cha kwanza, amemkamata adui wa mauti anayesababisha mauti. Amemkamata, na kwa kuwa amemkamata, hana nguvu tena. Na adui yetu ni moja, ni Shetani. Wachawi sio maadui zetu, washirikina sio maadui zetu. Sisi tuna adui moja anayeitwa Shetani. Wale wachawi wanatumiwa tu na Shetani bila kujua. Waganga wanatumiwa na Shetani bila kujua. Wanahitaji ukombozi. Kati ya watu wa kuwahurumia ni hao. Wako kwenye vifungo vya giza, wanatumikishwa bila hiari yao, wanatumikishwa bila kukubali. Wanamhitaji Mwokozi Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Jambo la pili, mfalme anatawala sasa. Tunaye Yesu anayetawala. Tunaye Yesu anayetawala na kumiliki. Tunaye Yesu anayetawala milango ya maadui zetu. Tunaye Yesu anayetawala nguvu zote za ulimwengu. Mungu ni mwaminifu. Ametupa Mwokozi mwenye uwezo wa kutawala. Anatawala. Na akiongea hakuna atakayeongea tena. Akiongea hata malaika hawaongei. Akiongea Shetani hawezi tena. Akitamka neno juu yako hakuna atakayefuta. Akisema ndio hakuna atakayesema hapana. Akisema abarikiwe hakuna atakayesema laaniwe. Akisema ainuliwe hakuna atakayesema ashushwe. Akisema watoto wake waende mbali hakuna atakayewazuia. Haleluya. Anamwambia Ibrahimu katika Mwanzo sura ya 17, uone kile ambacho Yesu anafanya. Katika Mwanzo sura ya 17, Mungu akisema amesema, na akitamka ametamka. Hakuna tena atakayeongea yeye akishazungumza. Angalia sura ile ya 17 mstari ule wa 10, mstari wa kwanza. Nitaruka baadhi za mistari. Anasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu mwenyezi. Uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia akisema, mimi agano langu nimefanya na wewe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Kwa jina lako, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwao na kwa uzao wako baada yako. Ona jinsi ambavyo Mungu anayetawala anavyofanya maagano na watu.
Mungu anafanya agano na Abraham. Unajua kuna Abraham, kuna Ibrahimu. Ni mtu yule yule. Ni majina yamebadilika, alipata promotion. CV imepanda. Haleluya. CV imepanda kwa sababu ameamini. Huyu baba alitolewa kutoka kwa Wakaldayo, akaletwa mpaka Kanaani. Na alipokuwa ametoka kule ana miaka 65. Ametoka kule alikotoka. Lakini akakaa sasa na miaka 99, hana mtoto. Lakini Mungu aliyemwambia kwamba nitakupa mtoto ndiye anayemtokeaga tu. Sura ya 12 alimtokea, sura ya 13 akamtokea, bado anaimbaga tu mtoto. Sura ya 15 akamtokea tena, akatoa sadaka, akailinda mpaka giza likaingia, akawa nafukuza wale ndege tai. Baadaye giza limeingia, akatokea Mungu, akamwambia mimi ni Bwana Mungu wako, mimi ni thawabu yako, nitakupa mtoto. Bado sura ya 17 ana miaka 99. Mama ana miaka 95, anamtokea, anamwambia Ibrahimu, nataka nifanye agano na wewe. 12, mlango wa 12 uliweka nikiwa na miaka 65. Umekuja mlango wa 15 ukaweka maagano. Unakuja sasa na miaka 99, unakuja unasema nataka waweka agano na wewe. Alafu jamaa tayari ameshajichanganya, kamchukua Suria, kapata mtoto anaitwa Ishmaeli, katutengenezea timu pinzani mbaya mno, mpaka leo tunapambana. Sasa yanawaza kibiolojia haiwezekani mtu wa miaka 90 alafu mama miaka 95 kuwa na mtoto. Ngumu. Sio ngumu, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Mwanamke miaka 99, miaka 95, alafu itawezekana? No. Mama ana miaka 90, sio 95. Ana miaka 90. Ngumu. Sasa anamwambia nitafanya agano na wewe, utakuwa baba wa mataifa. Alafu ujue kwamba ninafanya maagano na wewe na utakuwa baba wa mataifa, na kubadilisha jina lako. Sasa utaitwa Abraham, utaitwa Ibrahim. Kwako watatoka wafalme, kwako yatatoka mataifa. Mwana wa ahadi, mwana wa agano anatoka katika viuno vya Sara. Huyu ndiye atakayefanya agano na yeye. Huyu ndiye atakayekuwa na wafalme. Kwake yatatoka mataifa. Mungu atawalaye. Anabadilisha hali ya asili, hali ya kawaida ya kibiolojia, anaibadilisha ikaleta jambo ambalo ni chanya. Wanadamu wamekata tamaa, Sara amekata tamaa, Ibrahimu amekata tamaa, ndugu zao wamekata tamaa. Baada ya hapo anazaliwa mtoto anayeitwa Isaka. Isaka akazaliwa. Yale ambayo unayatafuta, umeyatafuta mwaka 2025 kupata, huyo ndiye Isaka wako. Wale ambao wamelia na kuomboleza ya kwamba sifanikiwi, ni kutangazie ya kwamba kama Isaka amezaliwa, na kwako kutatokea jambo. Kama ni biashara itatokea, kama ni mtoto atatokea, maana Mungu ni Mungu wa maagano. Anatawala falme, anatawala nguvu za anga, mapepo, anatawala kila kitu. Nini kisichowezekana? Alafu Ibrahimu anashangilia na furahi. Lakini mwanzoni alikata tamaa. Usijikatie tamaa. Mwaka 2026 ni mwaka wako wa mafanikio, ni mwaka wako wa baraka, ni mwaka wako wa kuinuliwa. Watu wametabiri kila kitu, wametabiri vitu vibaya, na sisi tunakataa kwa jina la Yesu. Maadamu tuko duniani, tunazuia kila kitu cha kuzimu kwa jina la Yesu. Sisi tunasema Mungu yupo, wafanyabiashara wataendelea kufanya biashara, wakulima wataendelea kuvuna, wakusoma atasoma, kwa sababu Yesu mfalme yupo. Bwana asifiwe. Yeye ni mfalme atawalaye. Kama anatawala, nani atatuondoa katika mikono yake? Amefuta jambo la tatu, amefuta hati zote za mashtaka. Amefuta hati za mashtaka, zimefutwa kwa wale waliomwamini Yesu. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka
na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huo. 16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji, au kwa sababu ya sikukuu au mwandamo wa mwezi au Sabato. 17. Mambo hayo ni kimvuli cha mambo yajayo, bali mwilini wa Kristo. Mwili wa Kristo. Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu kwa kuwanyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu, na kuabudu malaika akijiitia katika maono yake, na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili, wala hakishiki kichwa, ambacho kwa yeye mwili wote uliruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa, hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Asante. Amina. Bwana asifiwe. Unaiona, akiisha kuivua enzi, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki, mstari wa 14, kwa hukumu zake, iliyokuwa na adui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akizifua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akishangilia katika msalaba huu. Ni mistari yenye nguvu sana, kwamba kuna hati ambayo ilikuwa imeandikwa. Kila tunachokitenda shetani anakiandika, makosa tunayofanya shetani anaandika, anapeleka mbele za Mungu ili kutushtaki. Lakini Biblia inatuonyesha ya kwamba pale tunapookoka, yale makosa yote yanafutwa, yanaondolewa kabisa, yasiwepo. Lakini ikiwa umeokoka sawa sawa na unaenda mbele, unakuwa mtu wa maagano. Ibrahim alifanya agano na Mungu aishie. Alipofanya agano na Mungu aishie, alimwambia mambo matatu. Jambo la kwanza akasema, uwe mkamilifu mbele zangu ili agano idumu. Tumeingia mwaka 2026. Mungu anataka tuwe wakamilifu mbele zake, ili maagano tuliyoyafanya tarehe 1 yawe kamili na yawe yadumu. Akamwambia uwe mkamilifu mbele zangu, ishi kwa ukamilifu. Pili, sio tu ukamilifu, kuishi kwa utakatifu. Mtu akitaka kutunza maagano, ishi maisha matakatifu, usiguse dhambi katika maisha yako. Utakutana na Yesu aishie, atabadilisha historia maisha yako, haijawahi kuonekana. Bwana asifiwe. Mambo ya muhimu katika maagano. Akamwambia ishi maisha matakatifu, ishi maisha ya ukamilifu. Mungu anataka adumishe yale ambayo tumeongea naye. Lakini jambo la 4, amevunja milango ya magereza ya shetani. Yesu aliyezaliwa mwaka 2026 ni mwaka wa milango wazi. Milango yote ya mafanikio yako, ya mahitaji yako, Yesu amevunja milango yote ya kuzimu. Shetani anayezuia mafanikio yako, anayezuia yale mambo ambayo unahitaji, mahitaji yako kwenye mlango ulio wazi. Ni wewe mwenyewe kuingia kuchukua mahitaji yako. Ukifikiri kwamba bado hujafanikiwa, ni kwamba hujatambua Yesu aliyevunja milango ya mwaka 2025. Amevunja mapingo ya chuma. Anasema akavunja mapingo ya chuma, vile vifungo ambavyo vimewafunga watu. Wale watu ambao unawataka waje kanisani, mapingo yao yamevunjwa. Yale mapingo ya chuma ambayo imewakabili yamevunjwa. Mapingo ni aina mbalimbali. Kuna vifungo vya aina mbalimbali. Wengine wamefungwa na dini, hao wamefungwa na ushirikina, hao wamefungwa kwa sababu ndugu zao ni wa dini fulani. Anasema nikiondoka na nikaja huko nitatengwa, ndugu zangu watanitenga. Hivi kama Yesu hajakutenga, ndugu wakikutenga, wewe una shida gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwanza inakuwa ni vizuri wakutenga ili wewe uanzishe historia. Utakuwa mwanzilishi wa historia ambayo haikuwepo kwenye familia yako. Wote walikuwa watu wa hivi na hivi, wewe unakuja ni mtu wa rohoni, unaingia katikati yao, mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe.
Wengine wote watu wa kuflama, lakini wewe unaomba. Ukiwa unaomba rohoni, shida iko wapi? Wakutenge, baba na mama wakutenge, lakini Yesu hajakutenga. Ndugu wakutenge, Yesu hajakutenga. Wengine waogopa mpaka viongozi wa dini kwamba sasa nikionekana itakuwaje? Baba, iko siku hutamogopa tena, utasali sala zote, utaona rangi zote, ukitafuta msaada hakuna. Unafikiri jehanamu ni mchezo? Jehanamu hakuna cha kiongozi wa dini, hakuna cha nani, ni kila mtu na moto. Kwa hiyo utakuwa unaongea na moto, sio mchezo. Kama una akili, geuka kuanzia sasa, mtafute Yesu aliye hai ili jina lako liandikwe mbinguni. Huko ni kufutwa kwa hati ambayo inakukabili. Bwana asifiwe. Jambo la sita alilolifanya mwaka 2026, ameharibu nguvu za mauti na kuzimu. Yesu ameharibu nguvu za mauti na kuzimu. Jamani, ndugu zangu wapendwa, hili tunapoliongea tunaliongea kama vile mchezo fulani, lakini hapa PRC unaweza ukaelewa vitu ambavyo Mungu amefanya mwaka 2025. Mtu anakuja anahesabi, siku zake zinahesabika, ameloga kwa chakula, anatapika chakula ambacho ameloga nayo mahali hapa, anaondoka akiwa mzima kabisa. Tarehe ni Jumapili ijayo, tumesema kwamba ni Jumapili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya kumaliza mwaka 2025. Tutawaandaa watu wa shuhuda, na wengi wenu mko hapa, bahati nzuri. Tutawapa nafasi kama tulipowapa nafasi kipindi kile kilichopita. Tukawapa nafasi watu waliobaki huko, walikuwa wachache, watu ambao wametendewa walikuwa wengi. Tutawapa nafasi hiyo, ibada itakuwa ya utukufu wa Mungu. Na kila mtu atashuhudia kile ambacho Mungu amemtendea. Mimi nikiwaangaliaga hivi watu, nikiangalia nasema, na huyu jamani, Mungu amemponya ule ugonjwa na amemfauli na mpaka leo yuko mzima. Sasa Biblia inasema kazi ya Yesu ni kuharibu nguvu za mauti, ni kuharibu nguvu za kifo. Amekuja kuziharibu, haina kazi tena. 2026 hautakufa, utakuwa salama kabisa. Nguvu za mauti imevunjwa, nguvu za kuzimu imevunjwa. Kazi ya mauti ni kupeleka mtu kuzimu. Mauti inakuja kuchukua, kuzimu inapokea. Sisi tunakataa kwa jina la Yesu. Hizo milango zote tunafunga. Hakuna kifo. Tutaishi 2027, tutaona 28, tutaona, kwa sababu tunafunga hizo milango kwa jina la Yesu. Yesu yupo, anaweza yote. Jambo gani asiloliweza Yesu? Sasa mambo ya muhimu wakati tunapotangaza nguvu ya mfalme huyu, mambo ya muhimu. Soma katika kitabu cha Isaya, andiko letu la mwisho, Isaya 61 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mstari wa pili. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kwa wafariji wote waliao. Mstari wa tatu. Tosha. Asante. Bwana asifiwe. Mambo ya muhimu katika kutangaza nguvu ya huyu mfalme. Jambo la kwanza ni upako. Mungu anatafuta kanisa lenye upako. Anawatafuta watu wenye upako ili kutangaza habari zake. Neno la Mungu sio kama gazeti. Gazeti halihitaji upako wowote. Gazeti linahitaji kusoma, lakini neno la Mungu linahitaji upako ili mambo haya yote yatendeke, ili utawala wa mfalme uonekane, ili hati zote za mashtaka ifutwe, ili kuvunja milango ya magereza ya shetani, ili kuvunja mapingo ya chuma, ili kuharibu roho ya mauti na kuzimu. Kunahitajika upako. Hiyo namba moja. Kunahitajika upako. Yesu mwenyewe alitumia upako wa Roho Mtakatifu ili kuvunja kazi za adui.
Na Biblia inatamka kazi aliyokuja kufanya Yesu. Amekuja kuwakomboa watu wake, wale walionyanyaswa na shetani. Amekuja kuwatoa katika shimo la kuzimu. Na bila upako kazi hii ya msalaba haiendi. Jambo la pili, imani. Imani. Mungu anawatafuta watu wenye imani, watakaosimama na yeye, watu wenye imani. Ukiamini utatenda mambo makubwa. Ndio sababu Yesu akasema, mkiniamini mtatenda kazi ninazozitenda, na naam, zaidi ya hayo. Jambo la tatu, ujasiri. Mungu anataka ujasiri ili kazi zote hizi za shetani ishindwe. Anataka ujasiri wako. Hebu ona Goliati wakati alipokuwa amewaletea mauti wana wa Israeli, majeshi yote yakaogopa. Hapakuwa na namna ambavyo wangeweza kumtoa Goliati, maana Biblia inasema jeshi lote liliogopa. Kijana mmoja mdogo amekuja, tena mchunga kondoo, ana fimbo yake ya kichungaji na mfuko wake wa kumwekea mawe kwa ajili ya kombeo lake. Anaingia jeshini. Jamaa akajitokeza, akawa na rap pale na tukana. Akauliza, huyu ni nani? Wakamwambia, leo siku ya 40 huyu jamaa yuko hivyo, na sisi tumeogopa, anatafuta mtu wa kupigana naye. Tumeogopa, hatuna namna. Yule kijana mjasiri akasema, mtu yoyote asivunjike moyo, nitaenda mimi. Na kijana kweli akaenda. Anaenda na kombeo, anaenda na fimbo. Kwa maana nyingine anamtukana yule Mfilisti kwamba wewe sio kitu, na kujia kwa fimbo. Wewe unanijia kwa mkuki, mimi kwa fimbo. Jamaa akakasirika, sema, wewe mtoto unakuja wapi na fimbo? Mimi mbwa unanijia kwa fimbo? Akamwambia, usizungumzie habari ya fimbo. Mimi leo nakata kichwa chako, alafu nyama yako na wapa ndege wa angani na wanyama mwitu. Jamaa anashangaa, anafikiri mtoto anaongea kitoto. Kumbe dogo kamaanisha. Kumbe dogo kadhamiria. Vita ikaiva. Jamaa karapa, vita ikaiva. Kijana kachukua mawe 5, kaweka kwenye mfuko wake, moja weka kwenye kombeo, kazungusha, kajaza upepo. Kama ile fimbo ya Kiilax unajuaga, kijazwa upepo. Akazungusha, ikajaa upepo. Ilipojaa upepo akaachia. Ilimbakiza, akadondoka. Nini kilifanya? Ujasiri. Ingia mwaka 2026, endelea mbele ukiwa jasiri kwamba niko pamoja na Bwana. Kwamba niko pamoja na Bwana. Unaingia ofisini, ingia pamoja na Bwana. Unaingia kwenye biashara, ingia pamoja na Bwana. Unaenda kulima, ingia pamoja na Bwana. Unaingia darasani, maana shule zitafunguliwa, ingia pamoja na Bwana. Hauko peke yako, uwe Daudi wa leo. Daudi akasema hapana. Akasema mimi nitaenda, mtu yoyote asivunjike moyo. Kijana kweli dogo kamaanisha, dogo kaenda, kazungusha kombeo, kamjaza jiwe huko. Jamaa kaanguka, kakata kichwa kwa upanga wa kwake kabisa. Hivi ndivyo Mungu anataka, uwe jasiri. Usiwe mtu mwoga, uwe jasiri. Namba 1 upako, namba 2 imani, namba 3 ujasiri, namba 4 fuata maongozi ya Mungu unapotembea. Fuata maongozi ya Mungu. Mungu anaongoza hata leo. Mungu anaongoza. Usiende tu. Mwaka 2026 hatujawahi fika. Hatujui njia zake, hatujui changamoto zake, lakini tukiongozwa na Bwana, kila akikata kanyaga hatua sisi tunakanyaga, akienda mbele sisi tunaenda nyuma ya Bwana, tunapita nyuma ya Bwana. Mungu wetu yuko mbele. Waone wana wa Israeli wanavuka bahari ya Shamu. Kanuni ilikuwa ni kufuata wingu, si ndio? Kwa hiyo wingu inawatangulia. Popote ambapo Bwana amepakanyaga hapata kuhatarisha. Hata kama kuna giza mbele, ukishamona Bwana ameingia kwenye giza, ingia naye, kuna nuru humo gizani, kwa sababu Bwana yupo. Bwana asifiwe. Yeye usiku alikuwa anaongoza kwa nguzo ya moto, mchana wingu. Kwa hiyo fuata maelekezo ya Bwana.
Kama ni biashara, chochote tunafanya, kubali kuongozwa na Bwana. Mtumikie yeye. Utaona kitu ambacho Mungu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Ondoa vitu ambavyo vitazuia upako wako, vitazuia maongozi ya Mungu. Ondoa. Ishi maisha matakatifu, uwe mkamilifu. Mwaka 2025 tumefanya mambo mengi hapa, na mengine bado hatujamaliza. Ni aina ya madeni ambayo tunatakiwa tufute haraka. Ukitaka kufanikiwa, usije ukafikiri sasa hivi tunalima, tunapambana. Usije ukafikiri nilime kwanza alafu ndipo nilipe madeni yangu. Usije ukafikiri hivyo, utakosea kuliko mtu yeyote duniani aliyewahi kosea. Na mimi nilifanya hiyo kosa. Wakati tunajenga lile kanisa la Ufana, Mungu akaniambia nitoe kabla hapo ilikuwa kwenye mwezi wa 10, akaniambia toa yule dume kwa ajili ya ujenzi. Lakini kanisa letu lilikuwa la vijana, watu wazima walikuwa wachache. Nikasema sasa huyu dume moja ni wakati wa kilimo na karibia, nikitoa nitalima na nini? Alafu sawa nitatoa, yani ninafanya kwenye akili yangu, nafanya vikao vingi, maana kitu kinaongea kutoka ndani. Nitalimaje? Alafu hata hivyo sawa, nikitoa wa kwangu peke yake hawezi kujenga hili jengo. Sasa nafanyaje? Maana mbona nitamtoa tu alafu atakuwa nakaa tu huko, lakini badala kunisaidia kulima anakaa huko, alafu jengo hatutalijenga. Unajua kilichotokea? Nikasema hapana, sio wakati huu, nitalima kwanza alafu ndipo nimtoe. Nikanyamaza. Tumeendelea, mvua inaanguka. Mwezi wa 11 katikati, mtu mmoja tu mama akainuka katikati, akasema mchungaji, sasa mwaka huu tutasalije wakati wa mvua? Jengo lilikuwa la makuruwili. Tasalije? Nikasema sasa je, mnasemaje? Kwanza mimi nilishachoka, akili imechoka, sioni mbele wala nyuma. Tukaamua baada ya kujadiliana kwenye kikao, wengine wakasema sisi bwana tunaenda kulima. Kwa hiyo kwa habari ya ujenzi mwaka huu tunaacha mpaka wakati mwakani tukimaliza kulima ndio tujenge. Wengine wakasema hapana, hapa hatuwezi kukaa wakati wa ibada, tutakuwa watu wa kimbia. Basi tujenge nyumba ndogo tu ya bati 30 haraka tupaue, tukasali kule, wakati mwakani tutajenga hii kubwa. Wengine wasema tuongeze nyasi hapa juu. Sasa mimi nikiwa hapa nikasema jamani, tuamue kuomba. Wiki hii uweke maombi. Mungu akikuambia ni wakati wa kujenga nyumba nyingine, uje nayo kwenye maombi. Akikuambia ni wakati wa kulima, nendeni mkalime, nenda, alafu pata kutoka kwa Mungu uje. Na wale wanaosema kwamba ni makuruwili tunaenda kuchukua, nikasema akisema chukueni makuruwili, uje na jibu. Tukaomba, tukafunga. Tukiwa kwenye maombi, siku ya 3 mtu mmoja amekuja. Kwanza siku ya pili, mzee wa kanisa, tukiwa tunaomba naye, nikamwona baada ya dakika chache hayupo, ameondoka. Nikasema kwa nini ameondoka? Natafuta sababu ya kuondoka. Baadaye tunakutana jioni, nikamwambia mbona umeondoka? Akasema sasa nafanya nini? Mungu akaniambia, nimepiga magoti, akaniambia mnaomba nini hapa? Ng'ombe unatoa dume. Nasema nilivyopata jibu nikaondoka. Nikiwa hapo mimi sijapata jibu. Ya kwangu silishaambiwa, nilikuwa mkaidi tu. Akili kafunguka, nikasema mbona dume sio wa kwangu peke yake na huyu naye ameambiwa? Nikasema sasa natoa. Siku ya pili tumerudi pale, mtu mmoja, yeye tena na madume wawili tu, mmoja mdogo mmoja mkubwa. Tukiwa amepiga magoti, amekuja, mimi nikupa madhabani, amekuja analia. Akasema mchungaji, Mungu ameniambia nimtoe yule dume mkubwa. Nikasema mna huyu tena? Nikasema huyu nyumba tunajenga. Nikamwambia nikamuuliza, nikamwambia sasa mke wako anajua? Akasema Mungu sijui kama ameongea na yeye, lakini mimi ameniambia. Nikamwambia akikataa, akasema kama Mungu amesema atakataaje? Nikasema watatu huyu. Sasa baadaye nikamwambia shuhudia mbele ya watu.
akasimama pale huko analia, Mungu ameniambia nitoe dume sijui na nini. Watu tuko kwenye maombi hapa. Tumetoka pale Jumapili, mimi nikasema waliopata majibu wakanyosha mikono. Haya, wale ambao Mungu amesema kwamba mnaenda kulima kwanza alafu ndipo mujenge nyumba ya Mungu, hawakuleta jibu. Wale ambao ni wakuleta makuruwili hawakujitokeza. Waliosema ujenzi ni sasa wakanyosha mikono karibu wote. Nikasema leteni vitu hapa. Mimi nikasema mimi nitatoa dume. Yule mzee wa kanisa akasema dume. Yule aliyekuwa analia dume. Siku ile tulikusanya madume 12. Kitu ambacho haikuwepo kwenye akili yangu. Tukakusanya pesa. Tukakusanya na kondoo, tukakusanya na mbuzi. Na mnada ni kama kesho kutwa. Kesho sasa nikusanye kesho kutwa na dani. Ujenzi ukaanza, tukapaua, hatukuabudu nje ya hapo, tukaabudu na waliofika Ufano wanajua lile kanisa. Sasa futa madeni yako yote ya 2025, usibakiwe na deni. Ukitaka mafanikio, Mungu ni Mungu wa maagano. Futa, usiendelee navyo. Wale ndugu zangu wa vyombo, sasa hivi imeshafika 800,000. Kwa upande wetu yuko mtu mmoja tu ambaye bado hajatoa. Na wale waliobakiza 100,000, ikiwezekana leo imalizike au wiki ijayo. Ile kuanzia tarehe 20 vyombo viko hapa. Na vile vikundi vingine, vile vitu walivyoahidi, viongozi wale fuatilieni. Msiwaache watu waingie na madeni alafu wakapata hasara huko. Kila aina deni lifutwe. Huo ndio ujasiri ambao Yesu ameufanya pale msalabani. Hakusema jamani kwa mwaka huu msiniue, kaacha niishi. Yeye alikuwa na furaha ya kwenda msalabani. Bwana asifiwe. Haya mambo yasikufanye ukakosa baraka za Mungu. Ujasiri. Jambo la 4. La 5. La 4 fuata maongozi. La 5 kuwa mnyenyekevu. Nyenyekea mbele za Mungu. Jihesabu wewe sio kitu. Jihesabu kama mtumwa asiye na faida. Ukifanya jambo kwa Mungu sema mimi ni mtumwa asiye na faida. Ukitoa hela kwa Mungu kamwambie Mungu hela hii ni ya kwako, imepita tu mikononi mwangu. Utaona mwaka utakavyokuwa baraka kwako. Jione kama Mungu anavyokuona. Usijidharau, unyenyekevu sio kujidharau. Jione kama Mungu anavyokuona. Na haya mambo unayoyafanya yana matokeo makubwa katika maisha yako. Unaponyenyekea na unapojiona kama Mungu anavyo, yana faida katika maisha yako. Lakini jambo lingine, uwe na nia ya Kristo. Nia ya Kristo ni kuona kazi ya Mungu inaenda. Nia ya Kristo ni kuona wenye dhambi wanaokoka. Nia ya Kristo ni kuona wagonjwa wanaponywa. Nia ya Kristo ni kuwahurumia watu. Yesu alihurumia makutano. Mathayo 9:35 aliwahurumia makutano. Na alipowahurumia makutano akawaponya wagonjwa wao. Yesu aliwahurumia wakoma. Luka 17:12. Luka 17:10. Aliwahurumia wale wakoma 10. Aliwahurumia vipofu. Mathayo 20:34. Aliwahurumia vipofu. Mathayo 20:34. Na jambo la ngapi? La 6. La 7. Alikuja kutafuta kilichopotea. Alikuja kutafuta kilichopotea. Na wakati Yesu anaelezea kile kilichopotea, alipokuwa anaelezea habari ya kile kilichopotea, kuna kondoo aliyepotea, kuna shilingi iliyopotea. Si unakumbuka? Ile shilingi ilipotelea ndani, kondoo alikimbia huko nje akapotelea. Lakini vyote vilitafutwa. Mwaka 2026 ni mwaka wa kutafuta kile kilichopotea. Ile shilingi iliyopotelea ndani nayo ipatikane, na kondoo aliyekimbilia nje apatikane. Najua ndani ya makanisa kuna watu wamepotelea humu. Hawaendi mbinguni, wamepotelea humu.
wana madhambi fulani fulani, wana vifungo fulani fulani. Hiyo ndio shilingi iliyopotelea ndani. Wale ambao wako kanisani lakini hawaendi mbinguni kwa sababu ya vitu fulani, ifike mahali na hao wapatikane. Maana Yesu anafurahia. Mtu hawezi kwenda mbinguni kwa sababu ni mshirika wa kanisa fulani. Anakwenda mbinguni kwa sababu ni mtakatifu, ni mkamilifu. Bwana asifiwe. Sasa wale waliopotelea hapa ndani lazima wapatikane, wajazwe Roho Mtakatifu, maisha yao yabadilishwe, yawe maisha ya mbinguni, wavikwe karama za Bwana Yesu, karama za Roho Mtakatifu kama wengine walivyovikwa.